Hiyo tukilete kotini iwe karibu na watu, tutaweza kufupisha hizo uchanja na hizo ukora na hiyo mambo ya kinyumbani ya kumaliza kesi ama makosa ambazo kuambatana na sheria haitakikane kumalizika nyumbani, kama hiyo ya kushika mtoto na kufanyia tabia mbaya. Hiyo hairuhusiwi kisheria, lakini kwa sababu kwenda Kabarnet na umbali ile iko, ndiposa watu natumia ile mwenendo ya kisamani ya kukamilisha na kukubaliana. Na hiyo njia ya kuondoa ni kukuwa kuna kotini karibu na watu. Alafu vile tumepanga mpangilio ya kufunza watu, kuhamasisha watu wajue kwamba kotini ni yao na kotini ni ya raia, na kotini, lengo ya kotini ni kutafutia mtu haki yake. So hiyo itaweza kufupisha kwa wingi kabisa hiyo mambo ambayo umeweza kutaja vizuri. Kwa sababu mara nyingi sisi kama viongozi wa kidini kwa upande wa Marigat tumekuwa na cases, especially cases za domestic violences na mambo na children's abuse. Lakini cha kushangaza ni kwamba kila tukifanya case kuna mahali hatuna uamuzi wa kuweza kuamua cases mpaka kadhi, na utakuta mara nyingi tunatuma wale ambao kwamba wamezozana waende Nakuru, kwa sababu Nakuru, kadhi wa Nakuru ndio wanasafu mpaka Marigat. Kwa hivyo inakuwa ni hatua ndefu na mtu kuchukua nafasi ya kwenda mpaka kule Nakuru. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba serikali pamoja na wahusika pia waweze kusikiza kilio chetu, vile wanavyoleta Marigat koti za kisheria, vile pia waweze kuweka Kadhi's Court, kwa sababu pia mji huu kuna Waislamu ambao kwamba na matatizo yao, pia waweze kutukiza hao, sio ndugu yangu, inshallah. Kwa vile koti imekuja hapa, nadhani shida nyingi zitaweza kutatuliwa hapa. Kama vile mwanzo ilikuwa ikifanywa zikitatuliwa manyumbani na vitotoroni, sahihi hizi kesi ambazo kwamba zinasumbua watu zitatatuliwa na mahakama na itasaidia wananchi sehemu kubwa sana.